joto zimepoa. Wangapi wana baridi? Tuseme kwa furaha sana, maana leo ndio siku ambayo Mungu alitupa tupumzike. Bwana ni mwema washiriki. Watoto tuwapungie mikono wazazi wetu. Amina. Tusikie maneno kuhusu ujumbe wa Mungu. Na falme hao wote na nchi zao zote Yoshua akatwaa wakati huo, kwa sababu yeye Bwana Mungu wa Israeli alipigana kwa ajili ya Israeli. Yoshua 10:42. Tupate mtu wa kutupigia simu mbinguni kutuamrisha kwa Baba yetu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa majeshi, asante kwa ulinzi wako tangia siku kucha mpaka sasa hivi. Baba, tunaomba ukatupe akili ya kusikiliza tutakapojifunza. Baba, tunaomba ukatulinde tutakapojifunza tuyatendee kazi. Tupe masikio tupate kusikia. Kwa jina la Yesu, amina. Tusimame na wimbo wa mkutano. Ni siku ya furaha. Tatu. Ni siku ya furaha. Ni siku ya nuru. Nasi twaona raha kuja kushukuru. Ni mwema washiriki Wakati wote na wakati wote. Bwana ni mwema. Mwenyekiti namba 1, nikuulize swali. Ndio, niulize swali. Hivi kama kanisa la Waadventista wa Sabato lina majukumu gani katika shule ya Sabato kupitia wito wa Yesu Kristo? Majukumu yapo, lakini nataka mshiriki mmoja aje atuambie ni majukumu gani hayo. Mkono haraka kwa ajili ya muda. Wito wa Yesu Kristo. Yesu aliishi kati ya watu na kuwahudumia. Aliwahudumia wagonjwa na wanyonge. Kanisa linaitwa kuwa mfano wa Yesu katika jamii. Washiriki, tumemwelewa? Waliomwelewa wapunge mkono. Mungu awabariki mtakapoenda kuyatendea kazi. Mwenyekiti namba 1. Ndio, mwenyekiti namba 2. Majukumu ya kanisa kupitia shule ya Sabato ni majukumu gani? Majukumu yapo. Niombe mtoto mmoja ambaye anaweza kutueleza majukumu apita hapa mbele. Jukumu la kanisa kupitia shule ya Sabato kuwa kiungo kati ya Injili na jamii, kuelimisha jamii kuhusu afya, ulevi na maadili, kuwasaidia wahitaji. Bwana ni mwema washiriki. Majukumu ya kanisa, inabidi tuwaelimishe jamii kuhusu madhara ya ulevi, pia hata na maadili. Mwenyekiti namba 1. Naam, mwenyekiti namba 2. Njia za kufikia jamii kupitia shule ya Sabato ni njia zipi hizo? Washiriki wanapaswa wazijue. Njia zenyewe zipo, na sisi kama washiriki tunatakiwa tutambue njia hizo, na tutakapozitambua tuweze kuzifanyia kazi. Niombe mtoto mmoja aje aweze kutueleza njia hizo ni zipi. Njia za kufikia jamii: kuonyesha matendo ya upendo kila wiki, kusaidia wahitaji kwa chakula na mavazi, kufanya vikao vya kijamii na elimu. Washiriki mnasemaje? Amina. Washiriki wangapi tunawapenda majirani zetu ambao sio Adventista Sabato? Tupungiane mkono. Ndio, Yesu anasema tuwapende, na tutakapowapenda wenyewe wataona kweli Adventista Sabato wana upendo na watakuja kanisani. Mwenyekiti namba 2. Ni nini kinafuata sasa kwa muda huu? Muda huu nipende kukaribisha wimbo wa watoto. Wimbo wa watoto. Watoto karibuni. Chini ya mabaya
wakati wote. Watoto mzani 2025. Fanya zaidi ya kawaida. Wazazi bado. Watoto mzani 2025. Fanya zaidi ya kawaida. Amina. Wewe kama mzazi jiulize, mwanao anafanya zaidi ya kawaida? Mfundishe mtoto wako njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Washiriki amina. Amina. Sasa tunaingia katika kipindi cha mafundisho kwa ajili ya umilele. Ningependa watoto wajiandae walioandaliwa kwa ajili ya hicho kipindi, waje watufundishe sisi washiriki namna gani ya mafundisho kwa ajili ya umilele. Karibu. Mafundisho kwa ajili ya umilele. Kisa hiki kinazungumzia maisha ya Washington ambaye alizunguka shule ya North Past Brazil huko Brazil, ambapo baba yake alikuwa mhitimu wa kwanza katika shule hiyo. Mnamo mwaka 1943 alipokuwa akikua alikuwa na ndoto za kusomea pale, na ndoto zake zilitimia, kwani alisoma pale na kuhitimu pale. Alipata mtoto wa kiume. Alitamani mtoto huyo kusomea pale, lakini haikuwa hivyo, kwani mnamo mwaka 2000 shule hiyo ilisoma na mafuriko. Jambo hilo lilimsikitisha sana Washington, na baada ya hapo miaka kadhaa ilipita, kanisa la Waadventista wa Sabato lilinunua ardhi na kujenga shule na kuchukua nafasi ya North Pastor Academy. Alifurahi sana kusikia imejengwa shule. Msimamizi wa Washington alitoa uhamisho akitaka kumhamisha jimbo jingine, lakini alikataa na kutaka kuendelea kukaa karibu na shule ya CDA. Ujenzi wa shule ulipoanza mwaka 2007 alifurahi, kwani yeye alikuwa amechangia fedha pamoja na uandikishaji wa majina na kutoa ada na kumpa nyumba yake kuwa shule na kujenga nyumba nyingine iliyoko karibu na shule. Nyumba nyingine ya pili iliyoko admissions. Hatimaye mwaka 2014 shule ilifunguliwa na Mwanaegoli. Alisajiliwa kama wanafunzi wa kwanza mvulana. Alikuwa na miaka 10. Shule ya Adventista ya Sabato inaandaa watoto kwa ajili ya uzima wa milele na kuwapeleka katika njia kwenda mbinguni. Sadaka yako ya robo hii itatusaidia kufungua kanisa lenye viti 500. Asante kwa kupanga kutoa sadaka yako ya ukarimu kwa ajili ya mradi huo wa muhimu. Mwema. Bwana ni mwema. Na wakati wote Bwana ni mwema. Washiriki mlikuwa pamoja na waliotoka kisa chache za mbali. Tupungiane mkono kama mlikuwa pamoja. Alikuwa na miaka 10. Ni watoto wangapi wana umri wa miaka 10 au zaidi au chini ya miaka 10 lakini wanaweza kutoa sadaka kwa ajili ya kujenga kanisa? Wazazi tuwasaidie watoto. Unasemaje? Karibu mwenyekiti namba 2. Kisa hiki cha mafundisho ya umilele kimetuelezea hasa sisi washiriki. Kuna mzazi anaweza kuuliza, hizi sadaka ya 13 inaenda kufanya nini? Hiyo sadaka inaenda kujenga shule ya Waadventista wa Sabato ambapo watoto wetu sisi wenyewe wanaweza wakasomea. Sasa ninakaribisha watoto kwa ajili ya wimbo. Na vita mbinguni, Mwokozi nalo jeshi la malaika waovu. Shetani hakushinda, akatupwa chini, pamoja nalo jeshi la malaika waovu. Yesu alishinda nchini, kati ya majeshi ya Shetani alishinda, tashinda tukimtegemea Yesu. Yesu alishinda nchini, kati ya majeshi ya Shetani alishinda, tashinda tukimtegemea Yesu.
ameshuka kwenu. Shetani yule joka wa zamani Ibilisi ajua muda wake ni mchache sana. Ushindi ni kwa damu yake Yesu mwana-kondoo. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, tashinda tukimtegemea Yesu. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, tashinda tukimtegemea Yesu. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, tashinda tukimtegemea Yesu. Yesu alishinda, ni mshindi kati ya majeshi ya Shetani. Alishinda, tashinda tukimtegemea Yesu. Tukimtegemea Yesu. Tukimtegemea Yesu. Tukimtegemea Yesu. Kwa kuhitimisha vipindi vyetu, tumwombe Mungu atulinde tunapopisha vipindi vingine. Tuombe. Haleluya, mkamilifu Mungu ketie mahali pasili juu mbinguni, tunasema asante ni kwa mapenzi yako tumemaliza salama, jina lako litukuzwe. Tunapopisha vipindi vingine, tunaomba Roho yako mwema azidi kuwa pamoja nasi, yote atakayotendeka atendeke chini ya mapenzi yako. Tunaomba haya machache kupitia jina la Mwana Yesu Kristo, amen. Mungu awabariki wote mliohudhuria kipindi hichi katika jina la Yesu. Amen.